katika safari hii ya maombi ya siku 5 unapatikana kwenye kitabu hiki cha Hagai sura hiyo ya 2. Hasa mstari huu wa mwisho wa 9 tuliousoma unaosema ya kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Nabii Hagai anakuja kipindi gani? Kabla hatujaingia kuomba, Nabii Hagai anatokea kwenye maandiko wakati ambapo Israeli ilikuwa imepoteza dola kwa kuvamiwa na mfalme Nebukadneza. Nebukadneza ameingilia Israeli, ameuangukia Yerusalemu ambao ilikuwa ndio mji wa mfalme, ameuteketeza kwa moto, amevunja kuta zake, ameingia na kwenye hekalu ambalo lilijengwa na Suleiman miaka 1000 kabla ya Kristo. Miaka 500 baadaye anakuja Nebukadneza kutoka Babeli, anavunja hilo hekalu pamoja na kuvunja kuta za Yerusalemu na kuangusha kabisa dalili yoyote ya uhai katika nchi ya Israeli. Na sasa historia kama unavyoiona, walikuwa wanajitawala walipokuwa wamejenga dola. Yani dola lilikuwa ni dola huru, tena walikuwa wako kwenye apex of glory, wako kwenye kilele cha utukufu juu ya Israeli. Ndio maana Wayahudi mpaka leo wanamsubiria mtu anaitwa mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi wanayemtazamia ni mtu ambaye atawapeleka kwenye utukufu kama wakati wa Suleiman. Hakuna adui, hakuna vita, na dhahabu ya mataifa imekuwa kama nyara za Wayahudi. Maandiko yanasema wakati wa Suleiman, dhahabu safi ilikuwa kama mawe katika Yerusalemu. Kwa wanasubiria kilele cha utukufu. Sasa Suleiman analijenga lile hekalu akiwa nchi inajitawala na iko kwenye kilele kabisa cha utukufu, kijeshi, kiuchumi, kijamii, nchi imestawi. Sasa hivi Mungu anawatuma wakina Zerubabel kwa maelekezo aliyompa, maana Zerubabel yeye alikuwa ni governor na ni finance ya kanisa. Ila maelekezo anayoyatoa kwamba Mungu amesema jengeni hekalu ni Zekaria nabii akisaidiwa na Hagai nabii. Wanamwambia Mungu anasema hekalu lifanye nini? Lijengwe. Yeye ni governor wa Yerusalem, lakini vile vile ni financier, kama unaweza kusema mfadhili wa ufalme wa Mungu. Sasa inawezekanaje mimi mnanitokea na unabii mzito namna hii jamani? Huyo Mungu anayetoa unabii si angewapa? Si ndio maneno hata ya wapagani mpaka leo. Huyo Mungu ambaye amewapa nyie unabii si angewapa na pesa? Anasema maneno la Bwana limekuja kusema nitatikisa mbingu, nitatikisa nchi, nitatikisa mpaka bahari. Fedha ni yangu mimi na mali ni yangu mimi, asema Bwana. Lakini usirudi nyuma, ingiza mikono. Yule governor ambaye kwa sasa governor angeweza kuwa kama mkuu wa mkoa, akaingiza mikono yake na ya pesa yake yote, hela ikaishia kwenye msingi, akakata tamaa. Neno la Bwana likaja tena kwa kinywa cha nabii Zekaria kumwambia Bwana asema hivi, mikono ile ile iliyoweka msingi wa nyumba hii, mikono ile ile ndio itakayomaliza kujenga nyumba hii. Alipoliamini neno hilo, na huu nabii ukaja ukatimia kwa mtu aliyekuwa anaitwa Koresh, ambaye alikuwa yeye ni mfalme. Maandiko yanasema akaguswa moyo wake kuwapenda Wayahudi na akamsadiki Mungu wao. Akawakusanya wale Wayahudi waliokuwa wamesalia kwenye dola la Uamedi, akawaambia naomba mrejee kwenye nchi yenu. Mkifika kule mkajenge hekalu lenu ili mpate kuniombea kwa Mungu wenu. Akawapa na mahitaji yote ya fedha na rasilimali na mafundi
ili waende wakaijenge nyumba ya Mungu sawa sawa na neno la nabii Hagai. Lakini kwanza kuna waliokuwa wametangulia mbele kuweka msingi wa lile hekalo. Tunaelekea mwezi wa 6, tunaelekea kuugawa mwaka. Najua kuna mambo tumeyawekea msingi, halafu ni kama nguvu imefanya nini? Imeisha. Yani sisi ukiweka hapa na Zekaria na Hagai pembeni na alafu na Zerubabeli, ni kama tunafanana hivi. Msingi tumefanya nini? Tumeweka. Tayari tumeanza kumuona Bwana na tulianza kwa neno la Bwana. Ila Mungu hapa tulipofika ni msingi tu. Hapa tunamaliza. Sasa nataka tusome wote ukiwa umesimama hivyo hivyo ili tuingie kwenye maombi. Nataka tusome wote mstari wa 6. Mstari wa 6, 7, 8 na 9. Tunaanzia wa 6 hapo, sawa? 1, 2, 3. Kwa maana asema hivi, mara moja tena nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu. Ndio, nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vinavyotamaniwa na mataifa vyote vitakuja. Sharamaya parababa sharamaya rakakatalabagaya ramasokotayamaya rikakatalabagadoza. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa mwaka huu, miezi iliyosalia ya mwaka huu, miezi 7 iliyosalia ya mwaka huu, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Utukufu wa kwanza, kumbuka kwenye utangulizi wangu, utukufu wa kwanza aliyejenga ni tajiri namba 1 duniani, Suleiman. Ni mtu mwenye hekima namba 1 duniani, Suleiman. Sio kwamba alikuwa amepewa tu ka Yerusalemu kugovern kama Zerubabel. Alikuwa anatawala nchi nzima na alikuwa ameteka nyara utajiri wa mataifa yote. Ila Bwana amesema, pamoja na kwamba Suleiman alikuwa tajiri sana na alijazwa na hekima sana na alikuwa na rasilimali zote, ila neno limekuja limesema utukufu huu wa pili utashinda utukufu ule wa Suleiman. Mimi sijui ni kitu gani kina nguvu kwako, lakini Bwana anasema utukufu wako huu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko jambo lile la kwanza lililoonekana linatisha, linaogopesha, lina uwezo zaidi, lina nguvu zaidi, lina kibali zaidi, linatisha zaidi. Utukufu huu wa mwisho utakuwa wa ajabu kama nini. Hey! Sema sogea, nataka kupita, maana utukufu wangu wa mwisho ni mkubwa kuliko wako, asema Bwana wa majeshi. Na lazima unoti, kuna maeneo mawili ambayo Mungu anajitambulisha kama Bwana wa majeshi. Eneo la kwanza ni eneo la vita. Wakati wa vita, wakati wa majaribu, wakati wa mateso, Mungu anajitambulisha kwetu ama kwenye Biblia kama Bwana wa majeshi. Eneo la pili, mahali popote unapoona mali, fedha na dhahabu, Mungu anakuja kama mjeshi. Anakuja kama mjeshi. Anajua hazitokagi kirahisi. Hapo kila wakati utamsikia asema Bwana wa nini? Wa majeshi. Maana anajua bila combat hazitatoka kirahisi. Oh my Jesus. Anasema kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Ukisikia kama Bwana wa majeshi, ujue ni mawili. Ujue uko vitani ama unahitaji pesa.
hapo anakuja kama Bwana wa nini? Wa majeshi. Maana najua hela huwezi ukapata hivi hivi, mpaka avae combat aje aseme ziachieni. Taziachia tu ili mfanikiwe katika jina la Yesu. Anasema kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena. Mara ya kwanza alitikisa wakati wa Suleimani, zikaja mpaka dhahabu zikawa fanana na mawe. Yani mtu akiona jiwe na dhahabu thamani yake imelingana, maana vimekuwa vingi sana. Umevibabaikia mpaka vimechosha, vimekuwa vya kawaida. Sasa Mungu anasema kwa mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu. Sauti yako yote sema, Baba naunganishe imani yangu na wenzangu. Hatua niliyofika, ninakusihi unitikisie mbingu, unitikisie bahari, unitikisie nchi, unitikisie dunia katika jina la Yesu. 7, anatikisa ili nini kitokee? Nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitafanya nini? Utaenda kuvitafuta, utaenda kuviwinda, utaenda kuvipigia magoti. Vitafanya nini? Vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa nini? Wa majeshi. Sema Bwana wa majeshi, naomba nitikisie mbingu, nitikisie nchi, nitikisie ardhi, nitikisie bahari, nitikisie mataifa. Ukaniletee hazina na vitu vya thamani vinavyotamaniwa na mataifa makubwa na yenye nguvu, vinijilie mimi katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, nitikisie mataifa, nitikisie maofisi, nitikisie taasisi, nitikisie mashirika, nitikisie wizara, nitikisie hiyo nchi, nitikisie wenye mwili, nitikisie na hazina zao kwa jina la Yesu. Vitu vyema vitamaniwavyo vinijilie katika jina la Yesu. Tandika makofi, tembea ukiomba. Tikisa, tikisa, tikisa nchi, tikisa ardhi, tikisa nchi. Jababa jekata yakala katoyaba. Tikisa yonchi, tikisa yonchi, tikisa yonchi. Rapa shama mama. Tikisa mifumo yake. Jabaka papa. Isakatia tialia, isakakalia katia zia. Ripa papa tia. Rakakakakalia, isakakatalatia. Natikisa mifumo ya fedha, natikisa mifumo ya ardhi, natikisa mifumo ya nchi, natikisa mifumo ya uchumi, natikisa mifumo ya taasisi, natikisa mifumo ya mashirika, natikisa mifumo ya kampuni, natikisa mifumo rabash shabakatia. Tikisa, 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 tikisa. Rapa yapa hika katalakati. Tikisa Bwana wa majeshi, tikisa nchi Bwana wa majeshi, tikisa nchi Bwana wa majeshi, tikisa mataifa Bwana wa majeshi. Ukalete vitu vitamaniwavyo, vinavyohitajika, vinavyotafutwa, vinavyotamaniwa. Ikeketelegezekatia, ikakatalakaziatia. Tikisa mataifa, tikisa mataifa, tikisa mataifa, tikisa mataifa, tikisa mataifa, tikisa mataifa, tikisa mataifa. Yaachie baraka, yaachie heshima, yaachie kibali, yaachie unono,
Yaachie neema. Rapakasia tia. Rikakatia zia. Rikakasia tia. Rikakatia zia. Rikakatia zia. Yakakasia lia. Repakatia zia. Rakakasia tia. Rakakasia tia. Rapakatia zia. Ikokosea pia. Ikakasia tia. Yakakasia lia. Rikakatia zia. Rakakatia zia. Ekeketelepa gazia. Rikeketelepatia. Rekekesokotolobazia. Ikakatalakazia. Tikisa mataifa. Yaachie heshima. Yaachie kazi. Yaachie mpenyo. Yaachie uwekezaji. Yaachie baraka. Yaachie mpenyo. Yaachie malango. Rapakatia. Isakatia. Rekeketia. Ripapazia. Rapakazia. Ikakakazia. Tikisa Bwana kwa neema yako. Tikisa mataifa. Tikisa dunia. Tikisa mataifa. Tikisa dunia. Tikisa mataifa. Tikisa dunia. Yaachie baraka. Yaachie neema. Yaachie heshima. Yaachie kibali. Yaachie uwekezaji. Yaachie mali. Yaachie nafasi. Yaachie malango. Yaachie majukwaa. Tikisika enyi mataifa. Shalaba. Zakataya katia. Izeketelegazia katia. Tikisa mikoa. Tikisa wilaya. Ziachie kibali. Ziachie watu. Ziachie vitu. Ziachie kibali. Ziachie watu. Ziachie vitu. Ziachie kibali. Ziachie watu. Ziachie vitu. Raba shakatia. Mkoa kwa mkoa. Wilaya kwa wilaya. Kata kwa kata. Jimbo kwa jimbo. Achia. Mtaa kwa mtaa. Achia. Kijiji kwa kijiji. Achia. Vitikiswe. 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 Vitikisike. Vitikiswe. Vitikisike. Vitikiswe. Vitikisike. Viachiwe. Raba. Shama mama 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 mama. Uzaka kapa 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 kapa. Tikisa tena Bwana. Tikisa tena Bwana. Tikisa. 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 Rapa yapa yapa. Hika katalakati. Tikisa Bwana wa majeshi. Tikisa yonchi Bwana wa majeshi. Tikisa nchi yonchi Bwana wa majeshi. Tikisa mataifa Bwana wa majeshi. Ukalete vitu vitamani wavyo, vinavyohitajika, vinavyotafutwa, vinavyotamaniwa. Ziepa. Sheketeleka tia tia. Zikatia kalia tia. Rekatia zia tia lia. Rikakatia zia tia lia zia. Rapakazia kalia. Rikakazia katia pazia. Ekakakaza taladia. Ikeketeleka zia katia. Pirakazuka tal. Shughulika. Tikisa. Shughulika. Tikisa. Kwa jina la Yesu. Na tikisa hazina. Juu mbinguni ziachie mafedha. Itikiswe hazina. Juu ya nchi iachie mali. Itikiswe hazina. Katikati ya mataifa. Nchi kavu na baharini. Yatikiswe mataifa. Vitikiswe falme. Zitikiswe ngome. Watikiswe watu. Vitikiswe vitu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia cheo. Achia kazi. Achia heshima. Achia nafasi. Achia wokovu. Achia uponyaji. Achia afya. Achia kibali. Kwa mtikiso mkuu. Kwa mtikiso mkuu. Achilia ushindi. Kwa mtikiso mkuu. Zibaba. Sheketa yapa katia. Zibeketeleba gazia. Repa kapapapapapapatia. Ripa papapasia. Yapa katalabazia. Rika kasopakalia. Makatalabagazia. Rika katolepakatia. Maka yaka kazapalia. Rika kosopeletia. Raka katalabazia. Rika kosokotalabazia. Rika kataladia. Ninaona upako unakutikisia vitu vya thamani. Ninaiona neema inakutikisia vitu vya thamani.
vipokee, 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 vipokee. Jeketeteketeketeketeketa. Tikisa wanadamu walioshikilia vitu vya thamani ambavyo vinapaswa viangukie kwako. Tikisa waachilie, tikisa waachilie, tikisa waachilie, tikisa waachilie, tikisa waachilie, tikisa waachilie. Tikisa Bwana, 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 tikisa Bwana. Watu walioshika vitu, ardhi iliyoshika vitu, miji iliyoshika vitu, mataifa yaliyoshika vitu, nchi iliyoshika vitu, mashamba yaliyoshika vitu, migodi iliyoshika vitu, biashara zilizoshika vitu, maeneo yaliyoshika vitu, vijiji vilivyoshika vitu, miamba iliyoshika vitu, itikiswe iachie, itikiswe iachie, itikiswe iachie, itikiswe iachie, itikiswe iachie. Tikisa, tikisa, tikisa viachiwe, tikisa, tikisa, tikisa viachiwe, tikisa, tikisa, tikisa viachiwe, tikisa. Sibakatia, jepakalabazia, rapakayapakalia, zibeketelebagatia, parakatalakazia, rikakatalagazia, oshapakalapoya, ikakatalagazoya, makakatalabazoya, ikakatia katia. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Ushe kutikisa chombo, labda kopo lenye kitu ndani ili kitoke. Ushe kutikisa kitu kilichonasa ndani ili kitoke. Bwana anasema nitatikisa kwa mara nyingine tena. Bwana anasema nitatikisa kwa mara nyingine tena. Mataifa atayatikisa, nchi ataitikisa, bahari ataitikisa, nchi kavu ataitikisa, watu watawatikisa, vitu vitawatikisa. Paka ya maombi yatakapoisha, kuna vitu vya thamani vinavyotamaniwa na mataifa yote utaviokota. Ule uzuri upatikanao ndani ya uzao utapatikana kwenye uzao wako. Nasema na mfano hapa, ule wema unaotafutwa kwa mataifa utaonekana kwenye nyumba yako. Zile baraka zinazoonekana mbali zitapatikana kwenye mji wako. Mungu anajua kwamba watu wanatamani vitu, tena mataifa yanatamani vitu. Anasema atakupa vitu vya aina gani safari hii? Atakupa vitu vinavyotamaniwa na mataifa. Watachungulia kwako, watavikuta kwako. Watachungulia, wataviona kwa uzao wako. Huyo mtoto anayevuta bangi usimkatie tamaa. Anaelewa usimkatie tamaa. Aliyepotea usimkatie tamaa. Maana Mungu atatikisa tena. Kuna kitu kizuri kimebaki huko mbinguni. Atakitikisia hapo nyumbani kwako ili kipatika. Sema Bwana, hakuna kilichosalia baada ya kumtikisia Suleiman. Hakuna kilichosalia. Na kusie Bwana, utikise tena juu ya maisha yangu kitu kilichochema katika jina la Yesu. Anasema atatikisa kwa mara nyingine tena. Na safari hii, kwa bahati mbaya kidogo, hata kupa vitu unavyovitaka wewe tu. Atahakikisha hicho kitu mataifa the
things that nations envy. Mataifa yanaonea wivu. Hivyo vitu ndio atakuwekea wewe. Vinavyotamaniwa na mataifa ataviweka kwako. Sema hilo ndilo fungu langu na hakuna wa kuninyang'anya. Anasema nami nitatikisa mataifa yote. Hata tikisa moja au mawili. Hebu anzia 6 kwanza, maana anaanzia mbinguni. Yaani mbingu yenyewe itatikiswa. Alafu ikionekana kuna vitu ambavyo mbinguni havipo. Mmenielewa vizuri Ila hapa duniani mume mwema yuko hapa duniani ila hujakutana naye. Mke mwema yuko hapa duniani ila hujafanya nini? Sasa kuna ataanzia mbali lakini atakuja mpaka kijijini kwenu. Ila atakachokupa anahakikisha lazima watu wakitamani. Naeleweka vizuri hapa? Sema nitapewa vitu ambavyo vitavunja shingo za wengi. Ndio watu watageuka kuangalia. Watu watageuka kuangalia. Hebu niweke tena hapo. Kwa maana Bwana wa majeshi na hajasema Bwana wa jeshi. Ni wa nini? Majeshi. Maana yake vikosi ni vingi anavyoviongoza. Asema hivi, mara moja tena. Maana yake alishatikisaga mara hii mara moja tu. Ila asema mara moja. Sema Bwana niongezee mara moja tena. Unitikisie. Tena anasema ni kitambo kidogo tu, yani very soon. Nami nitazitikisa hizo nini? Yani Mungu ameona. Unajua ulishawahi wewe, sijajua kama na wenzangu waliokulia kijijini kama mimi. Yani wakati mwingine unakuta kamti kameenda huko juu, ni kembamba, kana matunda na hutaki kupanda. Dawa yake ni nini? Ni kukatikisa. Kata ya achia. Hey! Mwambeza kusogea. Nataka nitikise. Kuna vitu vitaanza kudondoka hapa. Kambali. Nataka nitikise. Kuna vitu vianguke hapa. Kwa jina la Yesu. Baraka zianguke. Amani yanguke. Heshima itelemke. Miujiza ishuke. Ishara zitelemke. Baraka zitelemke. Mali zitelemke. Utajiri utelemke. Hekima itelemke. Heshima itelemke. Ikujilia wawe katika jina. Za kwanza kutikiswa ni mbingu. Kuna kitu kizuri kiko huko mbinguni. Ila lazima kifanye nini? Umeomba sana. Haya maombi sio maombi ya kulialia. Haya ni maombi ya kutikisa. Vitashuka tu. Vitakuja tu. Vitaachiwa tu. Ninaamrisha kwa jina la Yesu. Magari yashuke. Kazi zishuke. Nyumba zishuke. Sasa wale wachungaji wapagani hapo ndio wanachanganyikiwa. Eti watu wanaambiwa watikisiwe magari alafu anasema napokea. Huwezi kuelewa wewe ni wa mwilini si ni wa rohoni. Mungu ndiye aliyetuambia atatikisa mbingu. Pesa ni za nani amesema? Ni za nani? Ni za Mungu. Pesa ni za nani? Ni za Bwana wa majeshi. Ni Mungu huyo. Safari anakuja na combat. Wamekunyima sana, wamekubania bania sana, wamekukatalia sana.
wamekufisibia riziki sana, wamekufungia milango sana, wamekunyanyasa sana. Anakuja kama Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi asema hivi, kwa mara moja tena. Hey! Mwenzako hatatikisa kila siku, atatikisa kwa mara moja tena, na leo ndio imekuangukia. Na najua mvua imenyesha ili iweze kuchuja, lakini sisi hata inyeshe ya misumari, achana na ya mawe, hata inyeshe ya nini, ya misumari, tumekuja kutikisa hapa. Mbingu zitakohoa hicho kilichoko huko juu. Watakikohoa kitakuja hapa. Mtoto ashakumeza shilingi, unambembeleza na uji, unafanyaje? Mwambie wenzako utaitoa tu. Ila zingatia ushauri wa daktari, usiwe mkatili tu. Na hata huko Israeli wakifika, utaratibu ni huo. Kaingize hapo kanaingizwa. Ukisikia tu ujue imetoka hela. Hey! Hata akizaliwa akikataa kulia kwa wakati, lazima wamtikise, wamdistabu. Si ndio ili afanyaje? Alie, uhai umuingie. Leo hatuongei na mchawi, leo tunaongea na mbingu. Zitikiswe. Sema, Mungu, kwa mara nyingine tena, mara moja tena, leo utanitikisia mbingu. Ndio anasema, na hii nchi lazima na yenyewe ifanyaje? Itikiswe. Unakumbuka kule Yerusalemu nchi ilifanya nini? Ilitikiswa. Makaburi ya watakatifu yakafunguka, miili ya watakatifu ikatoka. Sasa kwa kweli leo tunataka nchi itikiswe, lakini sidhani kama tumekuja hapa nchi itikiswe ili mwili wa mtu yoyote asubiri ufufuo. Kwa kweli hali ni mbaya. Nchi itikiswe, ujenge, ununue nyumba ya maana, usomeshe, ufaulu, ufungue biashara, kampuni, pokea. Lakini kuna vitu vya thamani ambavyo sisi tulio hai tunavihitaji. Nchi itikiswe, vifanye nini? Vitoke. Vitoke, vipatikane, 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 vipatikane. Hawa wanaojenga, wanaonunua magari, wanaofanikiwa, sijui wamefanikishwa na nani, ila sisi tunaye Bwana wa majeshi. Amesema atatikisa nchi, itatoa vya upande wetu. Vya upande wa giza hatutachukua, ila vya upande wa nuruni tutatikisiwa ili vije. Pokea. Mwameweza kuvitikiswe ili vipande vitoke. Ndio atatikisa nchi na nini? Na bahari. Hivi kwa nini meli sibebe kwenye mgongo wake gari lako wewe na wewe mwanangu? Sema, Yesu nitikisie mpaka bahari. Kwani ni dhambi wewe ukisema na mimi chombo changu kiko kwenye maji, ili uanze kuombea ajali za baharini zisifanye nini? Zisitokee.
Kwa sababu mzigo wako uko kwenye nini? Wale wafanya biashara, usifie tu hapa mwanangu, ukue mpaka mzigo ubebwe kwenye nini? Kwenye bahari huko, iwe inakuja. Halafu uko hapo unasema naomba tuombee meli namba hizi, maana imebeba nini? Mzigo wangu. Sio kila siku, baba naomba muombe bodaboda wangu ananisumbua. Hebu tupige hatua moja nyingine mbele jamani. Ni kweli unamtumaga bodaboda wako akuletee, ila safari hii naziagiza melikebu kutoka mbali zikuletee katika jina la Yesu. Kwani ni vibaya? Unagombana na mabodaboda na hebu basi Mungu akukumbuke mwanangu. Sema mpaka bahari itatikiswa. Ndio. Na nchi kavu. Kumbe kuna nchi hii, kuna hii nchi. Hii nini? Kuna hii nchi. Halafu kuna bahari, na kuna nchi gani? Nchi kavu. Na yenyewe inafanya nini? Inatikiswa. Nami nitatikisa mataifa yote. Akishamaliza hapa, akihakikisha vya kudondoka vimedondoka, vya kutoka vimetoka, anaenda mataifa yote, na yenyewe atayafanya nini? Atayatikisa. Na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitafanya nini? Vitakuja. Kumbe huo mtikisiko ni wa kuvifanya vitu sio tu vitoke alafu vikae huko, vinatoka alafu vinafanya nini? Vinakuja. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Ndio mstari wa 8. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema nani? Bwana wa majeshi. Ndio utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema nani? Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema nani? Bwana wa majeshi. Mzee amekasirika, anataka ufanikiwe. Mzee amekasirika, anataka uheshimiwe. Mungu amekasirika, anataka uinuliwe. Pokea. Mikono yako elekeza madhabahuni. Baba, ninawabarikia hawa. Yoyote atakayetia mikono yake juu ya kichwa chake, ninakusihi ukapata kuleta tikiso juu ya mbingu, juu ya nchi, juu ya ardhi na bahari, juu ya nchi kavu na taifa hili na mataifa mengine mengi, ili vitu vya kutamaniwa na mataifa yote vikamjie huyu kwa uweza na nguvu yako, Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu. Amen. Tia mafuta yako mkononi mwako, kisha weka mikono yako yote miwili juu ya kichwa chako. Halafu amrisha mambo ambayo ungetamani Mungu akutikisie yawe juu ya maisha yako. Chukua mafuta yako, weka kwenye mikono yako yote miwili. Mafuta ya mpenyo, weka mafuta ya mpenyo juu ya mikono yako yote miwili. Halafu tia hiyo mikono yako juu ya kichwa chako kwa haraka. Uo mkosi na uharibifu uvunjike na uondoke. Zitikiswe mbingu kwa ajili yako. Itikiswe nchi kwa ajili yako. Vitikiswe vitu kwa ajili yako. Watikiswe watu kwa ajili yako. Wakuletee fedha na mali na utajiri, kwa jina la Yesu. Roho ya madeni ikome. Roho ya kushindwa ikome. Roho ya kukosa ikome. Roho ya kupungukiwa ikome. Roho ya udhaifu ikome. Roho ya ugonjwa ikome. Roho ya dhiki ikome. Roho ya shida ikome. Yatikiswe mema juu ya kichwa chako. Yapatikane kwako yaliyo mema, katika jina la Yesu.
Amen. Huyu kwa zaidi ya miaka 20 alikuwa haoni wala hasikii. Kijana wake huyu alizaliwa na mkuta mama yake akiwa kwenye mateso haya. Baada ya kuombewa sasa hivi, mama anasikia, macho yake yanaona. Mungu wako amemfungua baba. Mama huyu aliandika maombi kwenye zile siku 15 za mfungo, na akaandika mtoto wake wa pili apone magonjwa ya uvimbe wa kizazi, na tayari mtoto wake ameshapona uvimbe wa kizazi. Vimbe zinazidi kudondoka. Mama huyu baada ya baba kuachilia unabii kwenye maisha ya binti wake, na unabii umetimia, na binti yake anasafiri kwenda China. Barikiwa kwa kufuatilia jumbe zetu pamoja na kile ambacho Bwana ametupa kwa ajili ya wengi, na wewe ukiwemo. Tunafurahia sana na kuomba tafadhali follow page hii, comment na ushare na watu wengine. Muhimu zaidi, pale Instagram ninayo account kwa jina la Dr. Ikera. Nenda pale Instagram, follow hiyo page ya Dr. Ikera. Ina mambo ya pekee na ya tofauti zaidi. Muhimu sana, nenda pale YouTube kwa masomo yote ya kina na ibada zote zinakuwa YouTube kwa jina la Dr. Peter Ikera. Mungu akubariki sana.